السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للزوج حقا على زوجته وللزوجة حقا على زوجها، وقال في محكم كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فصلوات الله وسلامه على حبيبنا محمد خير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. Watukufu Islam, kwa mara nyingine tena hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kudumu kwenye imani hii ya Uislamu. Darasa letu tunalolihudhurisha kwa muda huu, ndugu Waislamu wafuatiliaji wa channel yetu Sheikh Saidi bin Nyange, tutakuwa tunazungumzia juu ya haki za wanandoa, haki za mume dhidi ya mke wake na haki za mke dhidi ya mume wake. Ni vizuri ndugu Muislamu, wewe ambaye umeoa na wewe ambaye unatarajia kuoa, ni vizuri ukafuatana na sisi hatua kwa hatua, tukiwa tuko darasa namba 1, tukiwa kwenye darsa namba 1 leo hii insha Allah. Kwa ndio mwanzo, tunapenda ushirikiane na sisi na insha Allah biidhnillah utapata faida kubwa kabisa. Watukufu Islam, tunaanza kwa kusema hivi: fala shakka anna az-zawjata as-salihata min a'zami ni'amillahi ta'ala 'ala ar-rajuli. Hapana shaka yoyote juu ya kuwa mke mwema ni miongoni mwa neema kubwa anayompa Mwenyezi Mungu mwanamume baada neemati al-Islami, baada ya neema ya Uislamu. Sasa kwa ajili hiyo inalazim juu ya mwanamume kuihifadhi neema hiyo ya mke mwema, wa riayatuha, na kuichunga vizuri. Lakini vile vile wa an yashkura rabbahu ala hadhihi ni'mati, na kumshukuru Mola wake juu ya kumpa neema hii ya mke mwema. Watukufu Islam, hakika amefanya Mwenyezi Mungu mtukufu mahusiano ya mume, ima mafungamano kati ya mume na mke, min awthaqil alaqati albashariya, ni katika mafungamano yenye mshikamano zaidi kwa upande wa binadamu, kwamba watu wengi wanakuwa ni marafiki lakini hakuna urafiki unaojengeka zaidi kuliko urafiki wa wanandoa, iwapo mwanamke kawa ni mwanamke mwema, kadhalika na mume kawa ni mume mwema. Na huenda kwamba yasipatikane mahusiano kati ya watu wawili, kwa mfano ule ambao hupatikana mahusiano hayo kwa upande wa mume na mke, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekifunga kifungo cha ndoa kati ya mume na mke bil mawaddati war rahma, kwa mawadda na huruma. Kuna kitu kinaitwa mahaba. Mahaba ni mapenzi ya mdomoni, kumwambia mke ninakupenda na yeye akakuambia ninakupenda. Lakini mawadda ni yale mazao yanayozalikana baada ya kuwepo mahaba. Sawa, mwanamke anamwambia mumewe ninakupenda, anaweza kuamini hilo, lakini vile viashiria, yani vitendo vitakavyofanywa sasa baada ya kuwepo tamko hili ninakupenda, hayo ndiyo yanaitwa mawadda, na ndiyo baadaye yataitwa rahma, yani huruma. Kadhalika na mwanamume vile vile ni rahisi tu kumwambia mke wake ninakupenda, haya yanaitwa mahaba, yana athari ndogo, lakini athari kubwa ni kile kinachozalikana baada ya kuwepo mahaba, navyo ni vile vitendo vya mwanamume
dhidi ya mke wake. Yani ni vitendo vya mwanamume vile atakavyokuwa anamfanyia mke wake kwa kila masaa 24 ya siku moja. Watukufu Islamu, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama za uwezo wake Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi wanadamu ni kumuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake, kwamba wake zenu wanatokana na jinsia zenu kama ni wanadamu. Malengo ni nini? Litaskunu ilaiha, ili mupate kutulia kwa mwanamke huyo baada ya kumuoa. Wajala bainakum mawaddatan wa rahma, na akafanya kati yenu mapenzi na huruma, kwamba baada ya kuoana wanandoa wawili hupendana, lakini pia huhurumiana. Lakini vile vile ni vyema ndugu yangu Muislamu ukajua au ukakumbuka kwamba almar'atu libasu zawji, mwanamke ndiyo vazi la mume, wasitruhu, na ndiyo sitara yake, wasakinatuhu, na ndiyo utulivu wake, wahuduuhu, na ndiyo utulivu wake wa moyo. Hiya ummu waladihi, huyo mwanamke kikawaida atakuwa ndiyo mama wa watoto wake. Wa sharikahu hayatihi, wa sharikatu hayatihi, na atakuwa ndiye mshirika wa maisha yake yote atakayokuwepo duniani. Mshirika mkuu wa mume ni mke wake, na mshirika mkuu wa mume ni mke wake, na mshirika mkuu wa mke ni mume wake. Kwa maana falaha hukukun ala zawjiha, atakuwa ana huyo mwanamke haki zinazolazim afanyiwe na mumewe, kama anna lizawji, kama alivyokuwa hakika ana yule mume hukukan ala zawjiha, haki nyingi zinazolazim afanyiwe na mkewe. Tunasema kwamba mwanamke ndiyo vazi la mume, na ndiyo sitara yake, na ndiyo utulivu wa moyo wake, na huyo mwanamke ndiye mama wa watoto wake, na ndiyo mshirika wa maisha yake atakaoishi hapa duniani. Kwa maana hiyo, falaha hukukun ala zawjiha, atakuwa ana huyo mwanamke haki nyingi zinazolazim afanyiwe na mumewe. Lakini kama anna lizawji, kama ilivyokuwa hakika ana mke hukukan haki nyingi alaiha zinazolazim juu yake kumfanyia mumewe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'rufi, wana hawa wanawake katika haki za kufanyiwa na waume zao mfano wa zile haki ambazo zina lazim kwao kuwafanyia waume zao. Kwa maana aya hii inaonyesha haki sawa kwa wote, lakini tofauti iliyokuwepo, walirijali alayhinna daraja, wanaume watakuwa wana daraja ya kutiiwa dhidi ya wanawake. Lakini haki hizi zote bil maarufi, zifanyike kwa wema. Mume azitekeleze haki zake kwa mke wake kwa wema kabisa, lakini na kwa mfano huo kwa mke na yeye azitekeleze haki za mumewe kwa wema kabisa. Sasa kwa vile maisha ya ndoa yana haki sawa kwa kila upande, bali imezidia zaidi kwa mwanamke, yeye ana nafasi ya ziada ya kimajukumu, nayo ni utiifu kwa mumewe. Tumeona ipo haja kubwa ya kuziweka wazi na kuzisharhi haki hizi za wanandoa, ili mume ajue haki zake ni zipi zinazolazim kumfanyia mke wake, na mke ajue ni haki zipi zinazolazim kufanyiwa na mume wake. Hivi ndivyo tulivyokusudia, ndiyo azima yetu, na inshallah Mungu atawafikisha iweko hivyo, kuwa ni mfuatiliaji mzuri, isikupite darasa hata moja, na hii ikiwa ni darasa ya kwanza kabisa juu ya haki za wanandoa, juu ya kuzitaja haki za wanandoa, ili kila upande ujue haki zake
na ufanye uadilifu kwa mwenzake na isiwepo dhulma kwa mwenzake. Watukufu Waislamu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ala sikilizeni. Ameyasema haya akiwa Arafa kwenye hutuba yake aliyoitoa kwa muda mrefu yenye vipengele mbalimbali. Miongoni mwa hutuba hiyo alisema, ala sikilizeni nyinyi wanaume, au sikilizeni nyinyi masahaba zangu, inna lakum ala nisaikum haqqa, hakika muna nyinyi juu ya wake zenu haki. Inna lakum ala nisaikum haqqa, hakika muna nyinyi juu ya wake zenu haki, wamfanyieni. Walinisaikum, na wana wake zenu alaikum, juu yenu nyinyi haqqa, wanazo haki, muwafanyie. Sasa hadithi hiyo ambayo kaipokea Imamu Tirmidhi, tunasema kwamba fa'ala ar-rajuli, ina lazim juu ya mwanamme, an yatafahama hadhihi alhuquqa, azifahamu kisawasawa haki hizi, wayatawaddada ila zawjatihi, na apendelee kumfanyia mke wake, wayuaddiya ma laha min huquqin, na mtekelezee haki zake, wa an yakuna harisan, na awe ni mwenye kupupia, ala ridhaha, juu ya kutafuta radhi zake, wa mahabbatiha, na mapenzi yake, hata taduma al-ishratu bainahuma, ili yaweze kudumu maisha ya ndoa kati ya wawili hao. Wabidhalika, na kwa ajili hiyo, la yadaa lishaitani, hataacha kwa shaitani, fursatan litahrishi, nafasi ya kuwaingizia ugovi, bainahu wa baina zaujatihi, kati yake yeye na kati ya mkewe, watafriqi bainahuma, na kuweza kuwatenganisha wawili hao. Kwa sababu Ibilisi alayhi laana, kawaida yake yeye kalenga hasa iwepo siku mume na mke waachane. Kwa nini? Imethibiti hadithi katika kitabu Sahihi Muslim, hadithi ambayo kaipokea Jabir ibn Abdullah, kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna iblisa yadha'u arshahu ala alma'i, Iblisi huwa anaweka kiti chake, ima kitanda chake, juu ya maji. Thumma yab'athu sarayahu, kisha anatuma vikosi vyake. Fa adnahum minhu manzilatan, yule atakayekuwa yuko karibu na yeye kidaraja, adhamuhum fitnatan, yule mkubwa wao kimtihani, kuwapoteza wanadamu. Sasa yajiu ahaduhum, huja mmoja katika wale wanachama wa sheitani ambao tayari ameshaahidi cheo kwa yule atakayekuwa ni mpotezaji zaidi, atamvisha cheo, atampa cheo. Fayakulu, na husema yule mmoja, fa'altu kadha wa kadha, mimi nitafanya hivi na hivi, sitamwachia fulani mpaka nihakikishe nimelifanya hili na hili. Fayakulu, na husema yule Ibilisi, ma sanata shay'a, kwa hilo utakuwa hujafanya kitu. Halafu huja mwingine naye husema, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, mimi sitaacha kumshawishi fulani na fulani mpaka iweko siku wanaachana na mke wake. Qala, hapo husema yule Iblis, fayudinihi minhu, na humsogeza karibu naye. Fayudinihi minhu, na humsogeza karibu naye. Wayakulu, na husema, neema anta, wewe ni neema bana, wewe chuma cha nguvu, wewe ni chuma cha nguvu kabisa. Yule Ibilisi ambaye atafikia hatua ya kumwachisha mtu mke wake kwa kuingiza ugomvi. Kwa hiyo pasina kujulikana haki hizi, mizozo ndiyo itakayokuwa ni kama sunna au wajibu kwenye majumba yetu. Lakini wallahi thumma wallah,
Iwapo mume atajua haki zake vizuri, azitekeleze kwa mke wake, na mke atazisoma haki zake kwa upande wa mumewe, azitekeleze ipasavyo, wallahi tutaishi kama walivyoishi wenzetu maswahaba, kwa mahaba na mawadda, na yale malengo ya ndoa tutayafikia. Sasa tumeonelea ipo haja, kwa vile wanaume wengi haki zao hawazijui ni zipi kuwafanyia wake zao, kadhalika na wanawake wengi hawazijui haki zao kufanyiwa na waume zao, isipokuwa yawezekana ile haki yake anayofanyiwa akaona ndiyo kosa, ima hapendwi na mumewe, lakini na mume yawezekana ile haki yake kutekelezwa na mke wake akamuona ndiyo kakosea, kwa sababu kila mmoja katika wanandoa hawa ni kipofu, tena kipofu wa macho na moyo. Kwa hiyo ibadallah, enyi waja wa Mungu, tunahudhurisha darasa hii na tunawasisitiza kwamba tushirikiane kwa pamoja. Inshallah tutapata manufaa makubwa. Sisi wanaume tutajikosoa, tulipopatia tutamshukuru Allah, na tulipokosea tutamuomba msamaha Allah, pamoja na kuwaomba radhi wake zetu kwa mengi ambayo tutakuwa tumewakosea, ima kuwadhulumu. Lakini na wao kina mama kama watafuatana vizuri na darasa letu hili, inshallah bitawfikillah, watajua wapi wamepatia na wapi wamekosea, na kwa lipi wamuombe msamaha Mola wao, na kwa lipi wamuombe msamaha mume wao. Kwa hiyo kwa darasa letu la kwanza hili kuhusiana na haki za mume kwa mke wake, yani haki za mume zinazolazim kufanyiwa na mke wake, na haki za mke zinazolazim kufanyiwa na mume wake, tutaweka hapa, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe moyo na hifadhi na uchamungu, tuweze kuzitekeleza haki hizi kila mmoja kwa upande wa mwenzake. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.